pale A1 klasi ya pili ploti ya 24 pia pale ofisini penyewe pale kuna yaani niseme kuna freezer nyingine pale ambayo itakuwepo pale yaani maalum kwa ajili ya wateja na jamii pia ambayo itakuwa karibu karibu hapo, na yenyewe itafanya kazi kwa masaa 24. Abedi TV, jicho la nyumbani. Kwa habari na taarifa kamili jiunge na channel hii kwa kubonyeza alama ya kengele. Hii ni Abedi TV, jicho la nyumbani. Tena tunakuletea habari motomoto tena. Hapa kwetu tupo zone ya kwanza B1. Na kaka unayemuona hapa sio mara yake ya kwanza kuonekana kwenye Abedi TV. Hii itakuwa ni mara ya pili. Kwa wale wanaofuatilia Abedi TV nafikiri walimuona kwenye interview ya mambo ya urembo saluni. Lakini leo tunakuja na story kabisa tofauti na ile ya mambo ya urembo, na ataenda kwanza kujieleza kwa majina na mengine atafuata. Kaka vipi? Safi, kwema? Kwema. Habari yako? Nzuri. Vipi majina yako? Mimi naitwa kwa jina la Kado Hamisi Lenge. Niseme tu unajisikiaje kuonekana tena kwa mara ya pili au kutembelewa na Abedi TV kwa mara ya pili? Nafurahi sana, pia naona kama kuna hali ya ukaribu na ushirikiano kabisa. Natokea Abedi TV hije kutembelee, kuna TV nyingine ambayo ishakuja kukutembelea? Hamna, kuna TV nyingine ambayo ishakuja kunitembelea. Hapo inabidi uelewe na kutambua kuwa wewe ni kipenzi cha Abedi TV, wanakupenda sana. Na leo nia na mazumuni yetu sisi kukutembelea hapa, tumesikia kwamba uliingiza kifaa kipya na watu wangependa kujua ni kifaa gani hicho, maana wewe ni mtu mkubwa sana kwenye mambo ya biashara. Watu wangependa kufahamu zaidi ni kitu gani ambacho umeleta tena kwa jamii ya kambini. Watu wangependa kujua. Kwa safari hii niseme tu kwamba nileta kifaa ambacho kinatengeneza bidhaa ya baridi, kinaitwa freezer. Hicho ni kwa ajili ya kutengeneza soda ya baridi, maziwa ya baridi, maji ya baridi, mambo kama na hayo. So yaani niseme ni kwa ajili ya matumizi ya bidhaa fulani ambazo natamani ipate ile hali ya kibaridi ile. Yaani itakuwa kwa ajili ya vinywaji baridi kwa wale ambao ni wapenzi wa vinywaji baridi. Niseme tu kwamba wameletewa kitu ambacho kinawahusu sana tu. Na hii inaonekana kwamba ni mara ya kwanza. Mimi kama mimi sijawahi kuona. Naona kama ni mshangao na kijana kama wewe ambao unajituma sana, na watu wangependa hichi kifaa umekichukulia wapi, kimetoka wapi? Sijui ni Marekani, na pia kiasi chake, ile gharama zake ambazo zimesababisha au zimefanya mpaka ukafikia kuchukua hichi kifaa. Kifaa hiki kimetokea karibu, sio mbali, ni hapa nchini tu. Kimetokea Dar es Salaam na kimegharimu 730,000 pamoja na usafiri. So kimefika hapa na matumizi yake ndo matumizi ambayo yana gharama kidogo, ila tu nimeyafanya haya sababu ya mahitaji ya jamii, maana watu wengi wamelia zaidi pale ofisini kwangu, pale saluni wateja wanakuja, sijui kungekuwepo vinywaji baridi hapa 1, 2, 3. Sasa kwa ajili ya mahitaji ya watu wengine ikabidi nifanye hivyo ili angalau wajisikie wanazidi kuridhika kila itwapo leo. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, najua uko pamoja nasi na unaendelea kutusikiliza. Kama anavyoongea hapa tajiri mkubwa, anaongea kwamba wadau au wateja walidai sana ikiwa wapo kwenye kazi zao au wakiwa pale ofisini, inaweza ikapendeza sana wakiwa wanapata maji moja baridi aidha soda. Kwa hiyo kitu ambacho nitakuomba tu, usikae mbali kabisa, uendelee kumsogelea ndugu yetu pale, tusapotiane kwa ajili ya huduma ambazo zipo. Na kaka, pia watu wangependa kujua kupitia biashara yako na bei ambazo unazipanga kutokana na tuseme bei ya juisi aidha maji, mtu akitaka maji ya baridi na soda nini, unaweza ukawaambia nini kuhusu bei zako au huduma zako zinakaaje? Niseme tu kwamba katika bei sibani sana, maana kuna zile percent dogo tu za juu kwa sababu ya gharama ya mafuta.
ya maana kama bidhaa niseme mfano maji chupa ya 1200 ukija nakupa kwa 1500, yaani ile 300 ya juu kwa ajili ya gharama ya mafuta. Ya niseme maziwa kiasi cha 1000 nakupa kwa 1300, ya mambo kama nayo kwa ajili ya ile gharama tu ya mafuta ya ya. Lakini pia watu wangependa kujua haswa wanakupataje? Ungetoa address yako na huduma zako zipoje? Zipo kila siku, kila muda, au ni kwa muda gani zipo? huduma zangu zipo hapa nyumbani B1 cluster ya 9 plot ya 23. Huduma inapatikana masaa 24. Pale stand bar kuna kituo ambacho tunapanga kukifungua pale stand bar ambacho kitafanya kazi kwa masaa 12. Pia hapo D1 kuna kituo ambacho kitafunguliwa kitafanya kazi pia masaa 12. Pale A1 cluster ya pili plot ya 24 pia pale ofisini penyewe pale kuna yaani niseme kuna freezer nyingine pale ambayo itakuwepo pale yaani maalum kwa ajili ya wateja na jamii pia ambayo itakuwa karibu hapo, na yenyewe itafanya kazi kwa masaa 24. Ndio hivyo. Najua unaendelea kumsikiliza ndugu hapo, ametoa location nzuri sana za kazi yake ai za huduma safi zitakavyopatikana siku za baadaye. Kuanzia sasa zipo oni na hata siku za baadaye mambo nafikiri yataendelea kuwa mazuri zaidi. Na watu wangependa kujua pia kwa upande wako wewe, ni nini haswa kilikufanya sana au kilikuvutia wewe ukaamua kufanya hichi kitu sana kwa jamii? Unajua kila itwapo leo unapolala unaamka, ni lazima maono yaje ukiyahitaji, lakini so kutokana pia na mahitaji ya watu ndipo mtu unapata mipango mipya na kipi ukifanya kwa ajili ya watu wengine. So nilipokuwa tu zaidi nimeongelea kuhusu malalamiko ya wateja, sijui kungekuwepo vinywaji hapa, kungekuwepo 1 2 3. Nikasema nifanyeje ili hao wateja angalau wajisikie wapo fresh, wanatulia, wana relax, nifanyeje? So ndio ikabidi kufanya hatua hii, maana kuna freezer mbili, moja ni hii na nyingine iko pale pale ofisini kabisa, ipo pale. So ya pale pale ofisini itakuwa kwa ajili ya wateja na jamii ya karibu hapo. So na hii hapa itakuwa vile vile kwa ajili ya jamii. So niseme tu ndio hivyo kifupi, la tunazidi kufocus na uboreshaji pia utakuwepo kwa ajili ya wateja wetu. Na ulivyofikiria kufanya hichi kitu hukuona kama au hujafikiria kuhusu zile changamoto? Maana hivi kwa sasa hivi tunaingia kipindi cha masika na ndo wanasemanga kipindi cha jua. Na vipi kuhusu kipindi cha mvua? Maana ni kipindi cha baridi na siamini kama asilimia kubwa watahitaji sana vitu vya baridi, soda ya baridi, maziwa ya baridi. Hivi huoni kama kunaweza kukawa na changamoto, au hiyo changamoto ikitokea unapambana nayo vipi? Unajua mwanaume huwa hakimbii changamoto, bali mwanaume inabidi upambane ili changamoto angalau upate suluhisho. Na nilijua kwamba majira na nyakati huwa zinabadilika, na ndo maana haikunifanya mimi ni stop maono au mpango niliokuwa nao. Kwa wakati wa kiangazi kiukweli naamini watu watatumia sana bidhaa baridi, na wakati wa masika wanaweza wakatumia kwa hafifu, maana mvua hainyeshi kila siku, na sio kwamba wakati wa masika jua haiwaki. Vile vile sio kwamba wakati wa masika huwezi ukatamani kutumia kitu baridi, hapana. So ndo maana japo changamoto inaweza kawepo, maana kila kitu kinakuwaga na changamoto yake au changamoto zake. Ndio maana changamoto zisingenifanya mimi nishindwe kukamilisha hili swala. Na tokea ukae hapa kambini au tokea uwe mwenyeji hapa kambini, uliwahi kusikia mara ngapi aidha watu wangapi ambao waliamua kufanya na wenyewe tukio kama hili, au ni wewe ndo wa kwanza kuanzisha hili kwa mtazamo wako au kwa mazingira ulivyoishi hapa kambini? Mimi kama mimi niseme tu kwamba
Sijawahi kwenda sehemu nikanywa maziwa baridi hapa kambini. Sijawahi kwenda sehemu nikanywa soda baridi au kwenda kunywa maji ya baridi au kinywaji chochote kile cha baridi kwa mazingira hapa kambini, sijawahi kabisa. So hiyo pia ni sababu mojawapo ambayo ilinifanya angalau nijitahidi nifanye hatua hiyo. Huenda wanaweza wakawepo watu wengine ambao walitangulia kufanya hivyo, ila mimi upande wangu sijawahi kwenda sehemu kutumia kinywaji ambacho kimekaa kwenye freezer kwa mazingira hapa nyumbani kwetu, ila huenda wapo, sijui. Upande wangu mimi niseme ndio hivyo. Na umesema kwamba hizo ofisi zingine karibuni zitafunguliwa, watu wangependa kujua zitakuwa active wakati gani? Ya niseme ndani ya wiki moja ofisi zote zitakuwa zipo open. Niseme kwa hapa tayari, ila ndani ya wiki moja naamini vituo vyetu vyote vitakuwa vipo open. Stand bar, D1 na AM pale maeneo ya ofisini. Naamini zote zitakuwa zipo open, maana sehemu mbili itakuwa ni masaa 24 ambapo ni hapa nyumbani na AM, ila pale D1 na stand bar itakuwa ni masaa 12. Una nini la kuwaambia vijana wengine? Wewe na mimi niseme tu wewe ni mtu wa kwanza kufanya mambo kama haya. Kiukweli na mimi sitokuangusha, sijawahi kushuhudia kuona kitu kama hichi kwa mazingira hapa kambini na huduma safi za baridi kama hatua ambayo wewe umeichukua. Na kama tunavyosikia wasanii wengine aidha watu wengine wana trendi kama Diki aliamua kufungua swimming pool akaleta hapa kambini. Naona vijana tunachakarika na tunajituma sana kuleta maendeleo kwetu Nyarugusu hapa kwetu, na watu pia wangependa kujua mhudumu au wewe unaishije? Maana mara nyingi nakuona watu wanakuona uko peke yako. Watu wangependa kujua masuala ya tuseme family aidha ndoa, upo kwenye ndoa au vipi? Watu wajue, maana wanaokuangalia ni wengi na kuna mademu wengi sana wanafuatilia vipindi vyetu na watu mbalimbali sana. Unajua mademu wa sasa hivi wana hali zile za kuangalia wapi pa kuegama, wapi kuna mshiko. Kwa hiyo ningependa sana utangaze hichi kitu, watu wajue kama upo kwenye ndoa, kwenye mahusiano au vipi. Ya niseme tu kwamba mi na mke mmoja, so kifupi mimi sio bachelor, Yeah. nipo kwenye ndoa kabisa. Ya na kuhusu huduma ndo naangalia nafanyaje kuhusu wahudumu, maana unapokuwa unafanya hatua, jitahidi hatua hiyo iwe yani inufaishe watu wengine. So nikifungua vituo kadhaa inabidi kuwepo wahudumu na wenyewe pia wanufaike. Siwezi nikajigawa mimi nikawa huku. Inabidi kuwepo vituo ambavyo wahudumu pia vijana wenzangu wengine wanufaike pia kiuchumi. Yani inabidi wapate kipato angalau kupitia vituo hivi. Ya, na vipi hao watu wameshapatikana au upo kwenye harakati za kuwatafuta watu wajue kama na wakija kwako basi wanaweza wakapata kazi au nafasi ya kazi? Una nini la kuwaambia? Niseme tu kwamba wameshapatikana ila bado nawakagua ya nione kwamba kweli wanafaa au la. Ya Vizuri sana ndugu mtazamaji, nikuombe tu usikae mbali na Abedi TV. Vijana wanakuletea mambo moto sana. Hii nafikiri itakuwa ni kwa faida kwa wale wagonjwa wa pressure ya moyo, wenye maradhi ya moyo, na kwa wale wenye shida mshtuko wa moyo nini, wale ambao wamesha kuwa na stress nyingi zimewazidia viwango. Wakija hapa kwa ndugu yetu hapa watapata huduma safi, maji baridi, na nafikiri na stress, mawazo yatakuwa yamekoma kabisa. Na watu wangependa kujua namba yako ya simu kwa uhitaji wa haraka zaidi. namba yangu ya simu ni 0744904972 au 0619018988. Nafikiri unaendelea kusikia namba yake ya simu hapo, utaipata ukihitaji sana huduma zake. Ni huduma zake ziko poa sana. Kama unavyoona hapa, sisi tumekaribishwa hapa na mzigo huko hapa, mzigo wa baridi tumeshachapa hapa,
mambo yanaenda vizuri. Nafikiri unaenda kusikia sauti zimekaa zimenyooka. Lakini kaka, nilitaka tu uwe na la kuwaambia watazamaji aidha vijana wenzako. Kuna vijana wengi kabisa wameshapoteza malengo yao na kusahau future ya maisha yao. Wengi wameshajibezi sana na mambo ya shisha. Unakuta mtu anaweza akapata hata milioni moja, 700,000, 800,000, ila hana future ya kuhusu maendeleo yake ya baadaye. Na wewe ni miongoni mwa vijana ambao wanajituma sana, na sasa hivi umeshakuwa na ofisi za kutosha na unatarajia kufanya makubwa sana. Kama ulivyosema mwanzoni, saluni yako iko pale, kazi inaenda bomba sana, na ningependa tu uwe na la kuongea kama ushauri kwa wanaotutazama. Ya, mimi kama mimi niseme tu kwamba hapa duniani na katika maisha yetu ya kawaida kuna vitu vitatu ambavyo huwa haviendi sambamba au haviendi kwa pamoja, ambavyo ni muda, nguvu na pesa. Ya, na ndio maana mtu unapokuwa mdogo unapataga muda na unazo nguvu, ila hunaga pesa. Ila ujanani ni muda wa wewe kuwa na nguvu na kuwa na pesa, lakini unakosaga muda. Na uzeeni sasa ndo unakuja kupata muda na pesa, ila unakosa nguvu. Sasa kijana asipojua hivyo vipengele, ndio inafikia stage kijana ujana wake anajikuta ana muda, ana nguvu. Unaona? Wakati kijana inabidi awe na nguvu na pesa, ila akose muda. Unaona? So niseme kifupi ni kwamba tupambane na tuzidi kutumia jitihada zote kwa ajili ya kufikia malengo yetu na kukamilisha ndoto zetu. Kweli kuna changamoto ambazo ni nyingi sana ambazo zinaweza kukuzuia wewe kufikia malengo yako, lakini inabidi kupunguza papara na kumkabidhi Mungu, pia huku ukijituma sana ili angalau siku moja uje ufanikishe mambo yako. Kiukweli kufikia kukamilisha malengo ni kitu ambacho kinaomba uvumilivu sana sana kabisa. Usipokuwa mvumilivu na usipojituma pia huwezi ukafikia malengo yako na kuyatimiza. Kuna watu au kuna vijana ambao wanasema kwa mazingira ya hapa kambini kunakuwa hakuna chochote. Mtu unaweza ukawa na pesa lakini biashara haviendi, mambo mengine hayaendi, na ndio maana wanasema kwamba bora tu wa enjoy life. Sijui ni kweli, maana unaweza ukakuta mtu akapata pesa lakini akashauriwa, bwana, jaribu angalau kufanya hata hivi kitu cha kuzalisha pesa, anakwambia hakuna kitu. Akina fulani wale walianzaga biashara leo wako wapi? Wamepotea. Na hichi kitu ni kweli au vipi? Na wewe ni miongoni mwa watu ambao wapo kambini na maendeleo yako tunayaona, na sijui hichi kitu kinakaaje hapa. Ya, niseme tu kwamba sio kambini tu, ni wengi walioanza safari na wakaishia njiani. Yaani niseme sio kwa kambini, hata mikoani na sehemu yoyote ile, ni wengi wanaanza safari na wakaishia njiani, na hakuna ujanja wa kutokuishia njiani, ni Mungu mwenyewe tu. So katika malengo yako inabidi kumtegemea Mungu sana, kumshirikisha Mungu, maana usipomshirikisha Mungu huenda na wewe ukawa kwenye idadi ya wale ambao wataishia njiani. Ni wengi kweli ambao walikuwa na malengo na ndoto nyingi, ndoto kubwa, ila kukaja vizuizi vingi ambavyo viliwafanya waishie njiani. So kiongozi na mshauri mkubwa huwa ni Mungu tu, na ndiye mpaji wa kila kitu. Yeah. Na kupitia maono yako au program zako za hizi ambazo tunaona za kazi yako, unaweza kama mtu anahitaji na mwenyewe kufanya kitu fulani kama hichi ambacho umekifanya, ila anahisi uoga, sijui wewe kama wewe unaweza ukawa na ushauri kwake, au anaweza akakusogelea akapata kitu kwako au vipi? Ya, kuhusu swala nzima la kutiana moyo na ushauri, milango iko wazi tu. Maana hata sisi pia tunashauriwa na kuongozwa na kukosolewa pia. So kwa yote ambaye anahitaji ushauri, mwongozo na mengineyo, yaani nipo tayari kabisa. Ya, nipo tayari kwa vijana wenzangu wakaribie. Ya, bana, Habedi TV, jicho la nyumbani, na tunakuletea habari motomoto sana, na kama unavyosikia hapa
hakuna lisilokuwa na mwanzo likakosa mwisho. Wanasemaga asiyesikia la mguu huvunjika guu. Kaka anasema kwamba ukihitaji ushauri kuhusu mambo ya maendeleo yako au kuhusu biashara, unaweza ukamsogelea akakupa ushauri kuhusu kujiendeleza. Na vijana ni nguvu, vijana tunaweza, na sisi ndio wazee wa kesho, taifa la kesho. Nikuombe tu usisahau kucomment. Tia comment yako pale tujue tumekosea wapi na nini unahitaji. Kama wewe mtazamaji wa Abedi TV, usisahau pia kusubscribe, kulike na kushare ili kupata update nyingi za Abedi TV. Nyuma ya kamera yupo Mr. Santos, King Santos, lakini pia on mic alikuwa mtangazaji wako King Safa. Asante, tunakupenda sana na tunashukuru kwa muda wako. Asante. Abedi TV. For more informations, please subscribe, share, like and comment our channel to get all new updates.